Ya msikilizaji, dakika ni 12 tayari zimekwisha kutimia tangu majira yale ya saa 3 kamili asubuhi. Siku nyingine tena, siku ya Jumamosi. Mungu amekuwa mwaminifu zaidi na tumekutana tena hapa katika kipindi chetu kizuri kabisa, kipindi cha watoto wa Uamsho, mahali ambako msikilizaji tunakutana kujengana, kuelezana, kusaidiana ili kuhakikisha kwamba watoto wetu wanazidi kuwa salama wanapokuwa mikononi mwa wazazi, lakini pia na watoto wenyewe kwa wenyewe wanazidi kuwa salama zaidi. Na kipindi hiki kinakujia kila siku ya Jumamosi, muda ikiwa ni saa 3 hadi majira yale ya saa 4 kamili, na tukiasikia mambo mengi, tukiwasikia watoto wenyewe wakitufundisha mambo kadha wa kadha, lakini pia tukisikia wataalamu na walimu pia watoto wakitufundisha wajibu, pia namna ambavyo tunaweza kuishi na watoto, lakini pia walimu hao wakiwafundisha watoto mambo ambayo wanapaswa kuyafanya. Ukiwa nami Aunty Eliza, msikilizaji, kuwa nasi pamoja mpaka tamati ili tuweze kujua kwa siku ya leo ni mambo gani ambayo tumekuandalia. Karibu sana wewe ambaye unatamani kufadhili kipindi cha watoto wa Uamsho. Karibu tuwe sote na tuweze kuwa pamoja kwenye kipindi hiki, kwani utakuwa umefanya jambo zuri sana na jambo la maana, kwani Revive FM tuko tayari kutangaza na wewe, tuko tayari kuitangaza biashara yako, huduma yako na chochote kile ambacho unatamani kiwafikie watu wengi. Tunakwambia hauwezi kufika mbali bila kutangaza, na sehemu sahihi ya kutangaza ni Revive FM 91.1, sauti ya Uamsho. Kila alitangaza na sisi hajawahi kujutia. Karibu tangaze nasi. Tupo Babati mkoani Manyara, jirani kabisa na ofisi za mkuu wa mkoa wa Manyara. Tunakupenda sana na tunakujali sana na tunathamini sana mchango wako, na tunatambua umuhimu wako katika kipindi vyetu vyote na namna ambavyo unashirikiana nasi katika yote ambayo tunakuwa tukijadili mahali hapa. Leo ni siku nyingine tena, tunaenda kuzungumza mambo yanayowahusu watoto, lakini moja kwa moja leo tunazungumza na mzazi mmoja, mzazi wa kiume, na kumekuwa na wimbi kubwa la watoto kulelewa na mama mmoja. Asilimia kubwa tunasema single mothers, na wakina baba wakiwa wamekwepa majukumu. Tunaenda kuzungumza na kufahamu ni athari gani ambazo anazipata huyu mtoto ambaye yeye anapata malezi ya upande mmoja tu. Yeye amelelewa na mama peke yake, baba yupo lakini amejitenga na malezi ya mtoto huyu. Baba yupo lakini amekataa kulea mtoto huyu. Baba yupo lakini yeye amekuwa na hali ya kutegea katika malezi haya, lakini pia wakati mwingine kujitoa kabisa katika malezi ya watoto. Tuzungumze na baba ni athari gani, na tutaenda kukutana na msemo unasema mama ni mama. Wakati wote hamna sehemu unakusikia watu wanasema mama ni baba ni baba, lakini wengi wakiwa wanamsifia mama zaidi. Ni kwa nini haya yanazidi kuendelea, msikilizaji? Leo tutazungumza hapa na mtoto ambaye unatusikiliza, kijana ambaye unatusikiliza, ambaye mzazi unatusikiliza, mlezi ambaye unatusikiliza. Ni wakati wako wa kujifunza. Tunalea kizazi cha kesho. Watoto ambao wanatusikiliza leo ni baba wa kesho, watoto wanaotusikiliza leo ni mama wa kesho, lakini pia ni viongozi wa kesho. Tusipojifunza sasa, kesho ni nani atakayewafundisha? Hivyo basi mzazi, ongeza sauti ya redio yako tupate kujifunza kwa pamoja hichi ambacho tunaenda kukifundisha na kujifunza kwa siku ya leo. Tuko naye Mwalimu Kimwere na tutazidi kujifunza mengi zaidi. Karibu uwe nasi mwanzo hadi tamati. Kwa swali lako elekeza kwenye namba zetu za studio ambazo ni 0763911916. Mwalimu, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Karibu sana kwenye kipindi cha watoto wa Uamsho. Asante sana. Karibu. Leo tunamzungumzia baba. Naam. Na tumeona na tukushuhudia wimbi kubwa la mzazi wa kiume kuwa mbali na malezi ya watoto. Yote katika yote tunapenda kufahamu mtoto huyu anaathirika vipi pale ambako anakuwa mbali na malezi ya baba. Ni kitu gani anakosa na ni vitu gani ambavyo, ni misingi gani ambayo baba anapokuwa kwenye malezi ya mtoto huwa anaipanda ndani yake? Karibu. Asante. Leo kama ulivyosema, kuna haja ya kujifunza umuhimu wa baba kwa mtoto, katika kuzaliwa kwake mtoto, katika makuzi ya mtoto na maendeleo kwa ujumla ya mtoto, awe wa kiume au ya wa kike. Yanamtegemea sana baba. Malezi ni kwa ajili, ni kwa wote, kwa baba na kwa mama. Lakini baba ana nafasi ya pekee kabisa ambayo asipohusika mtoto atakuwa na athari mbalimbali katika maisha yake na katika jamii.
mtoto lazima alelewe na wazazi wote wa pande mbili. Ukisoma Biblia inathibitisha kwamba katika ndoa, Biblia inasema mwanaume atamwacha baba yake na mama yake, wataambatana na mke wake, nao watakuwa mwili mmoja. Kwa mstari huo wa Mwanzo sura ya 1, ina maana mahesabu ya Mungu ni 1 jumlisha 1 sawasawa 1. 1 jumlisha 1 sawasawa 1. Mwanamke ni 1 katika ndoa, mwanaume ni 1 katika ndoa. Matokeo yake wanatoa 1 ambaye ni mtoto. Kwa hiyo mtoto ni matokeo ya 1 jumlisha 1. Kwa hiyo mtoto ni sehemu ya wazazi. Wazazi walipokutana katika mahusiano, wamejimega wao na kutengeneza mtoto. Kwa hiyo ni matarajio ya Mungu kwamba mtoto atakayezaliwa ni sehemu ya mwili wa wazazi. Na hakuna mtu anayejichukia mahali popote. Kwa hiyo ni matumaini ya Mungu au ni mategemeo ya wazazi kumpenda mtoto kwa nguvu zao zote. Na kama dalili mojawapo ya kumpenda, maana yake ni kuhakikisha wanampa matunzo anayostahili, wanampa malezi wanayostahili, kama vile wanavyojipenda wao. Tunategemea wazazi hao watampenda mtoto. Sasa kila mzazi kwa maana hiyo ana jukumu la kutoa malezi na matunzo 100%, ili kuhakikisha kwamba wanamtengeza mtoto ambaye ndiyo mrithi wao. Sasa kibiblia, mwanaume ana nafasi ya pekee sana, pamoja kwamba watu wanahusika na mtoto akiharibika mama analaumika, lakini aliyepewa jukumu la kuongoza familia ni baba. Biblia inasema katika Waefeso sura ya 5 mstari wa 23, kwa maana mume ni kichwa cha mkewe, kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa, naye ni mwokozi wa mwili. Mwanaume amepewa jukumu kwamba yeye ni kiongozi, yeye ni kichwa, maana yake yeye ni kiongozi. Na kwa mwanamke, mwanaume ni kichwa au ni mwili, ni mwokozi wa mwili. Yaani hapa tumegawana na Yesu. Yesu anaokoa roho, sisi wanaume kwa mwanamke tunaokoa mwili. Kwa hiyo sisi na Yesu ngoma draw, wote tunaokoa huyo mwanamke. Lakini jukumu letu kama viongozi katika familia ni kuhakikisha pia mtoto tunamtimizia majukumu yake. Na ni kwa nini wanaume wengi wamekimbia majukumu ya malezi kwa siku za usoni? Wakati mwingine labda ni hali ya kukwepa tu majukumu. Mwanadamu kwa asili yake kisaikolojia ana asili ya kukwepa majukumu. Mwanadamu kwa asili, kila mwanadamu ana asili ya kukwepa majukumu. Na kwa zama hizi inaonekana kwa mwanaume, inaonekana anakwepa majukumu kwa kiasi kikubwa sana. Na inafika mahali hata wanaume kutelekeza familia. Inafika mahali hata wanaume wanapuuza malezi ya watoto na kuona labda malezi ni jukumu la mwanamke au mzazi wa kike. Hali ya kutegea katika malezi, hali ya kutokujitoa katika malezi, hii ni shida. Lakini mwanaume ndiye aliyeambiwa katika Mithali sura ya 1 mstari wa 8 kwamba mwanangu, yasikilize mafundisho ya baba yako. Sulemani anaandika, mwanangu, yasikilize mafundisho ya baba yako, wala usiache sheria ya mama yako. Mstari wa 9, kwa maana hayo yatakuwa kilemba cha neema kichwani pako na mikufu shingoni mwako. Neno hili Mungu anatusisitiza hapa, Sulemani anasisitiza hapa kwamba watoto wanapaswa kusikiliza mafundisho na sheria.
Maana yake wazazi wa pande zote mbili lazima wahusike. Baba anapotoa sheria yake kwa mtoto, anapotoa mafundisho kwa mtoto, na mama anapotoa sheria. Vikichanganyika hivi kwa mtoto, tunatengeneza mtu. Na ni mafundisho gani ambayo baba anayatoa kwa mtoto? Mafundisho ambayo baba anayategemewa kuyatoa kwa mtoto, kwanza Waefeso sura ya 5 mstari wa 23 anasema, hapa nimeshasoma, lakini mafundisho anayoyatoa mojawapo ni kumfundisha neno la Mungu mtoto. Kumbukumbu la Torati sura ya 6 mstari wa 6 na kuendelea, anasema maneno haya, uwafundishe watoto wako kwa bidii. Ametumia neno kwa bidii. Kila neno katika Biblia lina maana yake. Anaposema kwa bidii, maana yake ni msisitizo Mungu anaoutoa, kwa sababu alijua kuna wanaume wengine hawatafanya kwa bidii, watategea. Kwa hiyo Mungu anatoa mkazo kwamba kuwafundisha watoto ni wajibu, ni maelekezo ya Mungu, sio hiari. Na kama Mungu amesema fundisha watoto kwa bidii, maana yake usipofundisha unakuwa ni sehemu ya dhambi. Unamkosea Mungu, kwa sababu unashindwa kumuumba mtoto. Mungu amemuumba mtoto, lakini mwanadamu naye ana nafasi yake ya kumuumba na kumfinyanga mtoto kwa jinsi ya ndani, aje awe chombo kinachofaa katika jamii, aje awe ni chombo kinachofaa katika kutimiza makusudi ya Mungu. Kwa sababu watoto wengi sana, kwa kutegea kuwalea, tumewaharibu na lile kusudi ambalo Mungu alikusudia huyo mtoto aje awe chachu kwenye jamii. Halitimii, kwa sababu hakuna anayezaliwa duniani kwa bahati mbaya. Wala hakuna aliyezaliwa duniani kutembea. Kila mtu aliyezaliwa duniani Mungu amemkusudia kitu, ameweka kusudi ndani. Ndio maana unaposoma katika Yeremia sura ya 1 mstari wa 5 anasema, kabla sija kuumba Yeremia na alikujua, kabla sija kuweka katika tumbo la mama yako na alikuweka kuwa mfalme wa mataifa. Maana yake Mungu anapomleta mtu huku duniani kuna kusudi, na hilo kusudi ili iweze kutimia, mzazi anatakiwa kumlea mtoto katika viwango vinavyotakiwa, ili aweze kukubalika katika jamii, aweze kukubalika kwa Mungu, ili kusudi ambalo Mungu amelitimiza, alimweleka ndani ule mtoto liweze kutimia. Na tunazungumza nafasi ya baba kwenye maisha ya mtoto. Sasa huyu baba ni nani, ili tuweze kujua ni kwa nini tunakuja kujiuliza kwa nini kina baba wanajitenga. Baba ni nani kwenye maisha ya mtoto? Baba ni mume, sio mwanaume. Baba ni mume mwenye majukumu ya kuzaa, kulea, kutunza na kuunganisha familia kwa ujumla kwa makusudi ya Mungu, kwa kutimiza makusudi ya Mungu. Kwa hiyo baba au wazazi ni watumishi wa Mungu, wanaofanya kazi katika familia, na kiongozi wa hiyo familia ni baba. Kuna tofauti ya baba na kijana. Ila kuna baba vijana. Sawa. Kijana hana majukumu yanayomuia moja kwa moja kama alivyo baba. Baba ni cheo baada ya kuingia katika ndoa na kuona majukumu ya kutunza, kulea pamoja na kwa kulinda hiyo familia. Kwa hiyo baba tunaweza tukasema kwa maana hiyo ya kwanza ni mume ambaye ana majukumu. Sasa ukitoroka majukumu unakuwa kijana. Na ni mambo gani ya muhimu ambayo baba anatakiwa kuchangia kwa mtoto? Kwa sababu tunajua umeshasema 1+1 ni sawa na 1, ambapo baba jumlisha mama tunampata mtoto. Ni mambo gani ambayo baba huwa anayachangia kwa mtoto, ili tuweze kufahamu na tuje kurudi ni kwa nini tunamlaumu baba leo anajitenga kwenye malezi ya mtoto? Kuna mambo mengi sana ambayo baba anapaswa kuchangia kama kiongozi. Kama tulivyosema katika Waefeso sura ya 5 mstari wa 23 kwamba baba ni kichwa cha mkewe. Maana yake yeye ni kiongozi kwenye hiyo familia. Kwa hiyo anapaswa kuhakikisha kwamba anachangia katika malezi, ulinzi
na kama katika ualimu wake na kama kiongozi wa familia. Nakumbuka katika malezi kama nilivyosema, baba na mama ni lazima wawajibike. Kibiblia baba anachangia utii kwenye ndoa. Mama yeye kwenye malezi anachangia upendo. Anapolea mama kwenye jukumu lake anachangia upendo. Lakini baba yeye anapolea anachangia utii. Anafundisha mtoto utii. Sasa wakina baba ambao wanakwepa hayo majukumu wanaleta ulemavu kwa watoto wao wa utii. Watoto wengi ambao wamelelewa na jinsia moja, hasa wakina mama masingo madha watanisamehe, watoto wengi sana wana ulemavu wa utii. Ni wazito sana kutii kwa sababu ile mbegu ya utii kutoka kwa baba imekosekana. Na watoto wanaolelewa na baba peke yake, kuna mbegu ya upendo kutoka kwa mama wanaikosa. Hata kama watakuwa wako vizuri namna gani, kuna ukatili, yani kuna ukatili fulani hivi watakuwa unao na ubabe ule wa kibaba utakuwa uko juu zaidi. Kwa sababu mwanaume ni mbabe, lakini ubabe wake unapunguzwa spidi na upendo wa mama na katika malezi. Naona. Kwa hiyo ili mtoto aweze kuwa katika balansi nzuri, lazima wazazi hawa waweze kushirikiana. Na mtoto huyo ambaye tayari amepata ulemavu wa kukosa utii na amelelewa na mzazi aina ya jinsia ya kike peke yake, tunamsaidiaje ili ile hali iweze kurejea na aweze kuwa kama watoto wengine? Mungu bado yuko kazini kusaidia watu wake kutimiza lengo. Kama baba yupo na Mungu ana makusudi. Ndio maana alipomwandaa Yona akategea, akaamua kujitosa kwenye bahari ili asitimize majukumu ya Mungu. Mungu alimfuatilia. Manake Mungu hafanyi kazi kwa hasara. Wakati mwingine hata kama unaona unazembea, atakurudisha kwa fimbo ya chuma. Biblia inasema kwamba watoto wako watarudishwa hata kwa fimbo ya chuma, watatandikwa. Kwa hiyo ili tu Mungu aweze kuhakikisha kwamba kusudi lake linatimia katika dunia hii. Kwa hiyo kwa wazazi, ulisema leo tunasemaje samani? Swali langu nilikuwa nauliza kwa mtoto ambaye tayari amekuwa na ulemavu wa utii, maana umezungumza asilimia kubwa ya watoto ambao tunalelewa maybe wamelelewa na upande mmoja wa kina mama, tumekosa ile mbegu ya utii ndani yetu. Kwa mfano, kwa sisi watoto ambao pengine tumekosa mbegu ya utii ndani yetu, tunafanya nini? Tunasaidiwa vipi ili tuweze kurudi na kuwa watoto wa kawaida ambao ndani yetu tuna mbegu ya utii? Mungu yuko kazini kama nilivyosema. Moja, lakini pia dunia ipo. Biblia inasema asiyefunzwa na mama atafunzwa na dunia. Maanake atafunzwa na jamii. Jamii bado itaendelea katika kazi ya kuhakikisha kwamba mtoto anakaa katika laini ile ambayo inatakiwa. Mungu anazo njia nyingi za kumsaidia mtoto. Anazo njia nyingi, lakini bado jukumu la baba lipo pale pale, jukumu la mama liko pale pale. Ingawaje Mungu bado ana nafasi hiyo ya kuhakikisha. Mimi niseme tu kwamba neno baba kwa Kigiriki lina maana kubwa sana, ambalo linaweza likatufungua wakina baba tukasimama katika majukumu yetu. Neno baba kwa Kigiriki linaitwa pateri au pata, yani P-A-T-E-R. Sasa utanisaidia kusoma. Lakini pata kwa Kigiriki ndio father au ndio mama, baba, ndio baba, ndio baba, ndio patrio. Lakini linafanana na neno kabisa patria, P-A-T-R-I-A, patria, ambalo maana yake ni familia au ukoo. Kwa hiyo unaona pateri na patria yanafanana, yana mzizi mmoja. Bahati mbaya mimi ni mwalimu wa Kiswahili. Yana mzizi mmoja, yametokana na mzizi mmoja. Pateri na patria yana mzizi mmoja, lakini
Pateri ni baba na patria ni familia. Ina maana gani? Haya maneno yanaendana sana na Waefeso sura ya 4 mstari wa 15. Waefeso sura ya 4 sura ya 3 mstari wa 15 ambao unasema hivi: ambaye kwa jina lake ubaba wote wa mbinguni na duniani unaitwa, ambaye ubaba wote wa kila jamaa na za mbinguni na za duniani unatokana naye. Kwa hiyo neno pateri, neno baba na neno patria, haya yanakutana pamoja, kwamba baba yeye ndiye familia. Baba ndiye kila kitu kwenye familia. Manake familia ni ya baba. Baba ndiye chanzo cha utambulisho wa familia. We ni familia ya nani? Mimi ni familia ya fulani. Anaitwa, atatajwa baba, labda kama mama iko mwenyewe, lakini baba akiwepo na mama, familia inajulikana kwa jina la baba. Mimi ni familia ya Mwalimu Kimweri. Mimi ni familia ya fulani. Familia zetu zinatambulishwa kwa jina la baba. Yes. Kwa hiyo kwa nafasi hiyo tunapaswa kukaa katika sifa hiyo Mungu aliyotupa, ya kuwa viongozi, ya kuwa vichwa, ya kuwa chanzo cha familia. Na baba, ukisoma katika Mwanzo sura ya 5 mstari wa 3 anasema Adamu akaishi miaka 130, akazaa mwana kwa sura yake na kwa mfano wake, akamwita jina lake Seti. Jana nilivyosoma mstari nilifurahi kwamba sisi wanaume kumbe nasi tunazaa. Kumbe na sisi wanaume tunazaa. Sasa hapo nimepata mstari wa kubishana na kina mama, kwamba kama nao wanaenda leba na sisi tunazaa vile vile. Maana hapa anasema Adamu akisha kutimiza miaka 130 akazaa. Baba anazaa. Baba analifisha sura. Baba anatoa majina kwa watoto. Umeona haya majukumu ya baba kwa mtoto? Anazaa. Sasa tusizae tu na kutelekeza. Tusiwe mabingwa tu wa kufyatua halafu tukakimbia majukumu. Tuzae, tukumbuke Mithali sura ya 22 mstari wa 6 kwamba mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha hata atakapokuwa mzima au mzee. Sasa pamoja na kuzaa, pamoja na kulifisha sura, sawa, watu wakina baba tunabakia, wengine wanabakia kujisifia, huyu mtoto anafanana sana na mimi, kopi kabisa. Yaani huyu jembe litengeneze. Litengeneze. Timiza wajibu wako, timiza majukumu yako, ili jembe liweze kukufaa baadaye, kwa sababu tunapolea tunawekeza pia, ni kwa faida yetu. Ukija kuona kwamba mtu amekuwa mzee lakini watoto hawamjali, ni mavuno ya malezi yake. Kama hukumpenda mtoto wakati anakuwa, anakuja kukulipa vile vile. Garbage in, garbage out. Unachopanda ndicho unachovuna. Mungu amesema kwenye maandiko ya Ibrania. Naam. Mungu adhiakiwe chochote upandacho ndicho utakachovuna. Kwa hiyo kwenye uzee ni fainali, tusubiri mavuno. Watoto tuliwaleaje? Kama tuliwatelekeza, watatutelekeza. Kama tuliwapenda, watatupenda. Kama tuliwalea, watatulea. Kama tuliwatunza, watatutunza. Tusilaume. Kuna wazee wengine unakuta na hali mbaya sana, watoto wanao lakini hakuna naye jali, kwa sababu watoto hawakulelewa katika upendo. Kwa hiyo hawana cha kujifunza, hawaguswi kutoka ndani. Na ndio maana mimi natamani sana wakina baba tubadilike, ili tusione kwamba familia ile ni ya mama. Familia ile tumekabidhiwa baba kama kichwa, kama chanzo cha, kwa sababu ukisoma hata kisaikolojia na kisayansi, mtoto anatoka kwa baba. Ndio maana damu ya mtoto ukienda kupima hospitali ni ya baba.
Tukitaka kujua mtoto huyu ni wa nani, tunakwenda kupima damu ya baba na damu ya mtoto. Tukipima tunaangalia vinasaba. Vinasaba vya damu ya mtoto ni vinasaba vya baba. Kwa hiyo mtoto anatoka kwa baba kwa asilimia kubwa, ingawaji kisaikolojia tunasema au kisayansi tunasema kwenye mtoto mama anachangia DNA 50% na baba anachangia DNA 50%. Ni sawa, lakini mchokozi hapo ni baba. Baba ndio kila kitu katika mtoto kuzaliwa. Kwa hiyo tusikwepe majukumu, kwa sababu watoto ni wa kwetu. Damu ni ya kwetu. Wanaitwa kwa majina yetu. Kwa hiyo ni wa kwetu, tusitoroke. Wakiharibika ni sisi tulioharibu, na wakulaumiwa ni baba. Naam. Na tuende kwenye swala zima la kwenye kuathirika mtoto pale ambako amekosa malezi ya baba. Tunajua mtoto wa kiume na wa kike huwa ni tofauti namna ambavyo wanapokea mapokeo kwenye kila hatua za maisha. Tuambie, mtoto wa kike anaathirika vipi anapokosa malezi ya baba kabisa, na mtoto wa kiume anaathirika vipi anapokosa malezi ya baba kabisa? Mtoto anapokosa malezi ya baba kabisa, kwanza watoto wanajifunza kwa kuiga kwa wazazi wao. Mtoto wa kiume anajifunza namna baba yake anavyoishi na mama yake. Mtoto wa kike anajifunza pia namna mama yake anavyoishi na baba yake. Watoto wanajifunza kwa kuiga na huweza kuathirika jinsi wale wazazi wanavyoishi. Wakiishi kwa upendo, wataiga upendo. Wazazi wakiishi kwa ubabe, watoto wataishi kwa ubabe. Kwa hiyo watoto wanaweza wakaathirika kisaikolojia, kimalezi, kimakuzi, kutokana na mienendo na mahusiano ya wazazi wao. Hata kama wasiposema, lakini mienendo ya wazazi katika ndoa inaweza ikawaathiri watoto chanya au hasi. Kwa nini? Ingawaje watoto mara nyingi wanamuiga zaidi baba. Kwa hiyo baba, wewe umejipanga vipi unapoingia katika ndoa na mahusiano, ili uweze kuwa role model kwa watoto wako? Umejipanga vipi? Maana usiseme tu. Kama baba anakuja anachelewa kuja nyumbani saa 4 saa 5 saa 4 saa 5, anamfundisha mtoto wake wa kiume kwamba hiyo ndio kawaida ya maisha. Kwa sababu mzazi ndiye mwalimu wa kwanza na role model wa watoto wake. Na kwa mtoto wa kike atakuwa anafundisha nini? Kwa watoto wa kike atakuwa anajifunza kwamba ndoa ni mahali ambapo hakuna kujariana, kila mtu na mambo yake na maisha yake. Kama kila baba anafanya anachotaka, anakuja muda anaotaka, hakuna utaratibu. Kwa hiyo mtoto wa kike naye anajifunza na anamfuatilia mama yake, kama baba anafanya hivi, yeye anachukua hatua gani? Sasa kile anacho react mama yake kwa baba yake na kinakaa, anaweza asiseme, lakini kinakaa, kitakuja kuonekana katika maisha yake ya ndoa. Ndio maana zamani wazazi wetu walikuwa wanatuchagulia wanawake wa kuoa. Kwamba familia ile usioe ni wachawi, familia ile usioe ni wavivu, familia ile usioe, au familia ile olewa mwanangu, au kaoe, kwa sababu kuna sifa 1 2 3. Walikuwa wanafuatilia vitu kama hivyo vya mahusiano, kwamba kuna vitu sawa. Tabia ya wazazi ni wazazi, lakini inatoa picha kwamba hiyo tabia itakuwa imeruka kwa nani? Kwa watoto. Kwamba usiende kuoa kwa sababu tabia ya wazazi wao itakuwa imeenda kwa nini? Kwa watoto. Shida anayopata yule baba kwa mkewe, na wewe ukienda kuoa pale utaipata ile ile, kwa sababu mtoto atakuwa kajifunza kwa mama yake. Kwa hiyo tunapoingia kwenye mahusiano ya kuoa au kuoana, mimi niwaombe vijana, lazima tujipange, tusikurupuke tu. Lazima tujipange. Kuna mambo mengi ya kujiuliza
kabla ya kuingia kwenye ndoa au kwenye mahusiano. Na jambo la kwanza la kujiuliza kama mzazi, wazazi watarajiwa, sisi tutakuwaje role model kwa watoto wetu? Tumejipangaje kuwa mfano bora? Tumejipangaje katika malezi, makuzi, ulinzi wa watoto wetu? Tumejipangaje? Hawa watoto tutazaa wangapi? Tutawasomeshaje? Ni vitu ambavyo ni lazima tufikiri kabla ya kuingia. Lakini sasa unakuta kizazi cha sasa hivi wanaingia tu kwenye mahusiano, wanashtukia kuna mimba hapa, kweli hawajapanga, na baba anaweza akasema mimi sikupanga kuzaa, wanalaumiana tena. Sikupanga kuzaa saa hizi, sijui na nini na nini, majukumu kazaliwa sasa. Kwa hiyo unakuta baba anatelekeza, anakimbia majukumu, anafanya hivi, mama naye hawajajipanga kabla ya kuingia kwenye mchakato wa kufyatua mtoto. Tuhakikisha tunafyatua mipango na program za kutengeneza huyo mtu. Tusikimbilie tu huko. Tusikimbilie tu, kwa sababu kusudi kubwa la mahusiano, kusudi kubwa pamoja na starehe na nini, kusudi kubwa la mahusiano ni uzazi. Kuendeleza kizazi, kuijaza dunia. Sasa tumepewa utaratibu wa kuhakikisha kwamba hawa wanaozaliwa tujue wanakuja na kusudi la Mungu, ni lazima tulipalilie. Sawa. Na kina baba ambao wanakwepa majukumu, tuambie sababu ambazo zinawapeleka, zinawasukuma. Anasema mimi huyu mtoto pengine sitamlea, mwingine anategea kwenye majukumu. Tatizo ni masuala ya kiuchumi, ni elimu, au ni kutokuwa na uelewa juu ya malezi, au ni kumkosa Mungu ndani yake? Kwa kweli zote sababu ulizotaja ni sahihi kabisa. Mafundisho, malezi. Wakati mwingine wazazi tulionao sasa hivi ni matokeo ya wazazi waliopita kutegea majukumu yao ya kufundisha. Zamani sisi kulikuwa hakuna television. Tulikuwa tunafundishwa na bibi zetu hadithi. Tukishamaliza kula, bibi hadithi anatufundisha hadithi. Hapo zamani za kale na nini. Mchana bibi anaangalia watoto wanavyocheza, anaangalia mwenye tabia mbaya na kiburi na nini, mchoyo, anatunga hadithi. Jioni, njoni wajukuu zangu, kuna kombora anataka kutupa pale. Ameliona mchana. Za hapo zamani za kale kulikuwa na mtoto mmoja na tabia ya uchoyo nini, likaja lindege likamnyakua, likaenda naye, likapotea naye. Tunachojifunza, ukiwa mchoyo mwanangu, mjukuu wangu, kwa tunafundishwa namna hiyo. Wazazi wetu na mabibi zetu na mababu zetu walikuwa wanatufinyanga kutuhakikisha kwamba tunafiti. Zamani hizi wazazi wanategea jukumu la kuongea na watoto wao, kukaa na watoto wao, kuwafundisha watoto wao. Televisheni zimechukua nafasi, simu zimechukua nafasi, vyombo vya habari vimechukua nafasi kubwa ya malezi. Kiasi kwamba hata mtoto akilia sasa hivi unakuta mama ili asisumbuliwe anampa mtoto Cocomelon. Hebu acheze hapo ili aweze kuendelea na mambo yake. Tafsiri yake hapo ni njia nyingine ya kutegea malezi. Lazima tufike mahali tuzime TV, tuongee na watoto. Tuzime TV, simu, tucheze nao. Tuwape maadili. Hili fanya, hili usifanye kwa sababu 1, 2, 3. Huo ndio wajibu wetu wa msingi. Kuwatunza, kuwalea, kuwalinda, kuwaombea, kuhakikisha kwamba tunawasukumia kwa Mungu ili kusudi la Mungu liweze kutimia. Na kwa mwanaume ambaye hajazungumza, pale mwanzo tumesema chochote upandacho ndicho ambacho utakuja kukivuna. Na baba ambaye yeye amejitenga na mtoto wake, lakini baadaye anarudi kuomba msamaha, na neno linasema samehe mara 7 70. Huyo mtoto amekwisha kuathirika kisaikolojia, amekwisha kuathirika, kukosa hali ya utii ndani yake. Lakini baba anakuja baadaye, pengine umri umeenda sana, pengine ana familia wakati huo, lakini anahitaji kurudisha uhusiano. Katika wakati huo ambao baba anakuja kurudisha uhusiano, kuna chochote ambacho anaweza akakipanda kwa yule mtoto na kikawa faida kwake? Atakuwa amechelewa. Okay. Waswahili wanasema mbwa mzee hafundishwi kuwinda. Mbwa mzee hafundishwi kuwinda. Mtoto huwezi ukambadilisha tayari akishakuwa na misimamo yake. Okay. Kama amelelewa na mzazi mmoja, ameona jinsi mama yake alivyompigania, amekuwa mbunge, ni waziri, ndio wewe unajitokeza sasa.
kwamba na mimi ni mzazi wako. Hapana. Hata kama atakubali kusamehe, lakini hata sahau. Maana yake kuna vitu hawezi kujiachia 100%. Kwanza wengi wanakataa. Wengi wanakataa. Wengi wanakataa, wanawachukia baba zao kwa machozi kabisa, nasema baba sitaki kumuona. Kwa sababu hali ya maisha niliyo nayo ni matokeo ya yeye baba kutegea. Sasa pale ndipo anavuna. Lazima unavuna. Hata kama unatubu, kuna dhambi nyingine hata ukitubu, kuna dhambi nyingine hata kama ukitenda ukatubu, matokeo yake hayatoki. Okay. Hayatoki haraka. Na dhambi moja hapo ambayo haitoki haraka ni mzazi wa kiume au wa kike kutegea malezi. Nina ushahidi wa mama mmoja, sitamtaja, alitegea kwenye malezi. Alipoachana na mumewe, alirudisha watoto mpaka kale kadogo kana kunyonya, akakarudisha kumkomoa mumewe. Na yule baba akawa mwaminifu, akawatunza wale watoto na wakawasomesha. Baadhi wakapata ufadhili, passion huko, sio nini, compassion huko, wakasoma. Sasa hivi ninavyosema ni watu wakubwa sana. Wana nafasi kubwa katika jamii. Mama ndio anaanza kurudi. Mama sio sasa zama hii, kwa mfano huu ni mama ndio ametelekeza. Mama anaanza kurudi, anapata shida. Mimi nakwambia anapata shida. Wale watoto wa kike wako na baba yao hivi. Wanajua baba yao alikowatoa. Wanajua aliteseka vipi. Wanajua upendo wa baba zaidi kuliko wa mama. Sawa, tukisalia hapa, unadhani kina baba, maana tumeshuhudia matukio mengi ya ukatili hapa katikati ya kijiro, unadhani kina baba wamekuwa sababu ya kina mama kufanya ukatili kwa watoto? Naam. Kwa namna gani? Wakina baba kutokutimiza wajibu wao wanakuwa chanzo cha ukatili katika familia zao. Kwa nini? Kwa sababu familia ni ya baba. Baba ndiye kichwa. Baba ndiye anayetafuta mwenzi. Na hata mama anamtazama baba kama kichwa. Baba akimwaga mboga, mama automatically atamwaga ugali. Kuna vitu ataruzi direction, kwa sababu baba ni dereva familia. Fikiria gari liko spidi, alafu baba anaruka dirishani, au dereva anaruka dirishani. Kwa vyovyote vile abiria hawana cha kufanya mle ndani. Ni kusubiri tu majaliwa ya Mungu, gari itagonga mti au itakwama kwenye msingi. Ikwame au iangamie. Kwa hiyo kitendo cha baba kutelekeza familia ni sawasawa na dereva kwenda spidi katika gari, kuendesha spidi katika gari, halafu anachomoka kwenye dirisha, analiacha gari liende lenyewe. Na madhara yapo. Kwa hiyo mama anaweza akajitahidi kwa upande wake kuokoa, lakini madhara yatakuwepo. Mama ataathirika kisaikolojia. Atakosa ile nafasi ya baba ya uongozi. Atajaribu kuivaa vile viatu, havitatosha. Kuna vitu atashindwa kuchangia kwa mtoto ambavyo vilitegemea kwenda kwa baba. Kwa hiyo tunatengeneza bomu. Mtoto ni bomu ambalo linaweza likalipuka kutoa matokeo chanya, au linaweza likalipuka kutoa matokeo hasi, kutegemea na jinsi tulivyojitengeneza baba na mama. Moja ongeza moja sawasawa moja. Ile moja yetu tumeitengeneza ije iwe namna gani? Chanya au hasi katika jamii, chanya au hasi katika maisha yetu. Tunavyolea ndivyo ambavyo tutapokea matunda yetu baadaye. Nilikuwa nasoma hapa kisayansi, mtoto asiyelelewa na baba, watoto wengi ambao hawalelewi na baba, wanasayansi wanasema mara nyingi wanakuwa na msongo wa mawazo. Watoto wanakuwa na tabia hatarishi. Mtoto ambaye hajalelewa na baba, kuna uwezekano mkubwa huko aendako kuwa na msongo wa mawazo. Kisayansi kuna uwezekano huyo mtoto kuwa na tabia hatarishi kwenye jamii, au hata kwa watoto. Kuna watoto wanaibia hata wazazi wao. Ni matunda ya malezi. Wala usilaumu, wala usije ukasema babu yake naye alikuwaga hivi. Ungemlea katika nafasi inayotakiwa, asingeweza kufika.
Baba husaidia mtoto kuwa na emotion stability au utulivu wa kihisia. Kwa hiyo baba akikosekana katika malezi, kuna utulivu wa kihisia ndani. Utapungua, ukatili utakuwepo, ubabe utakuwepo, na tabia mbalimbali hatarishi katika jamii kwa wazazi wenyewe zitakuwepo. Na kwa mtoto wa kike ambaye amekosa malezi ya baba anaweza kuwa katili na mbabe? Naam. Naam. Kwa sababu gani? Anayekosa malezi ya baba, mtoto wa kike. Naam. Ukatili na ubabe unaweza ukawa ndani yake? Unaweza ukawepo. Kwa namna gani? Hali ya ukatili, labda nisemeje, ukatili ni tabia inayobebwa na ubinafsi pamoja na kiburi. Kiburi na ubinafsi tunazaliwa navyo. Mwanadamu yoyote yule anazaliwa na tabia mbili au anazaliwa na dhambi mbili. Mwanadamu yoyote yule anazaliwa na dhambi mbili, dhambi ya ubinafsi na dhambi ya kiburi. Na kwenye saikolojia akili ya mwanadamu ina vipengele vitatu. Ina kitu kinachoitwa ED au innate desire, kipengele cha kwanza katika akili. Kipengele cha pili katika akili kinaitwa ego. Kipengele cha tatu katika akili kinaitwa superego. Sasa nije hiki cha pili, ego. Ego ni mzizi wa neno wa egocentric. Egocentric kwa Kiswahili ni kiburi. Kiko kwenye akili, tunazaliwa nacho. Nitaka kuthibitisha hivyo. Lakini tunazaliwa pia na ubinafsi. Ubinafsi ndio unaosababisha tunyonye. Hakuna, hata kama akizaliwa watoto wawili mapacha, hakuna pacha anaweza akachukua nyonyo ampe mtoto mwenzake. Wenye mapacha atatuthibitishia. Hakuna hiyo. Kila pacha anavutia kwake. Kwa hiyo tuliumbiwa ubinafsi ili tuweze kujihudumia. Okay. Na tunavyokuwa kile ilitakiwa sasa kiburi na ubinafsi kila tunavyokuwa vifutwe. Ndio maana tunaenda shule. Unapoenda shule, kazi ya elimu ni kusugua kiburi cha mwanadamu na kusugua ubinafsi wa mwanadamu ili uwe level. Ndio maana ya kwenda shule. Ndio maana ya kwenda kanisani. Tunaenda kanisani kuondoa, kuharibu kiburi, kuharibu na ubinafsi. Uwe neutral. Sawa? Na ndio maana ya superego. Sasa kuna ED, ego na superego. Superego ni sehemu ya akili ambayo inapokea maadili yatakayo kumsaidia mtoto au mwanadamu aweze kuishi katika maadili yanayokubalika. Iko hivi visehemu vitatu vile vya akili. ED ni sehemu ya dhambi ya mwanadamu, ndio inayofyatuka huko. Hata kama umeokoka, ukimwona msichana mzuri barabarani, kwa mwanaume kuna sauti inatoka huku pap, inatoka huku pap, yaani uzini naye kama kuku wanavyofanya au ng'ombe. Inatokea hivyo. Bahati yenu Mungu ameweka vitu vikubwa sana. La sivyo kusingekuwa na hizi breki nyingine, ingekuwa ni hatari. Na ndio maana watu wanabaka. Wanaobaka maana yake ni ile sauti anaisikia kwenye ED inafyaruka pap, alafu anachukua hatua pap. Lakini Mungu alivyoweka, ameweka vipengele vitatu. Kwenye ED kifyatua dhambi, kuna ego. Kipengele cha ego kinapokea ile order. Kinamwambia hapana, usifanye hivyo, tongoza. Umenielewa? Umeona inaanza kupoza. Lakini ile sauti inayotoka ya kwanza kabisa, unatakiwa kuchukua hatua pale pale. Zini, unafyatuka. Sasa ego ikiwa nzuri itakwambia hapana, fanya procedure. Ego ni bwana procedure. Kwamba tongoza, fuata taratibu. Halafu super ego sasa huko nje, bwana maadili anasema hapana, hata kutongoza acha, kwa sababu ni dhambi. Umeona? Hata kutongoza acha kwa sababu jamii itakuelewaje? Kwa hiyo super ego huku ni muhimu sana. Kwa hiyo unapolea mtoto unajenga super ego yake. Mtoto mwenye super ego nzuri katika malezi hawezi kukosea, hawezi kumkosea Mungu kwa urahisi, hawezi kuikosea jamii. Ndio maana ni lazima tuwalee watoto kwa kusema, ili kujenga super ego zao, ili hata ED huku ndani zikifyatua dhambi, hata kama ego itampa procedure,
Lakini kama super ego itakuwa imara, ina mafundisho ya kutosha, mtoto hawezi kufanya dhambi. Kwa hiyo mtoto ambaye atakosa mafundisho atakosa maadili ya jamii, mafundisho ya kanisani, mafundisho ya dini, super ego yake itakuwa ni wiki, itakuwa dhaifu. Na kama atakuwa na super ego dhaifu, atakuwa ni rahisi kukosea. Mtoto unapomlea, unampa mipaka katika super ego yake, unaimarisha super ego yake. Sasa unategea sasa baba unategea. Unategemea nini? Halafu unazeeka, unatamani aje akuhudumie, uweze kuipata. Ujumbe kwa mzazi wa kiume ambaye anatusikiliza sasa hivi, pengine yeye ni miongoni ambaye anategea kwenye kulea, au ni miongoni mwa wale ambao wameikimbia familia, au ni miongoni mwa wale wanaona wajibu wa kulea sio wa kwake, ashamwachia mama, yeye yuko kwenye kupambana kupata kipato cha kwa familia kwa ajili ya kutunza na sio kulea. Zungumza na huyu baba ambaye amejitoa kwenye malezi ya watoto. Mimi ni muombe baba mwenzangu, jukumu la kwanza la msingi la kimungu na kijamii ni kutunza na kulea na kuongoza familia katika namna inayotakiwa. Madhara ya baba kujitoa katika malezi ni makubwa kuliko tunavyofikiri. Na wakati mwingine tunakuja kuyaona tukiwa tumechelewa sana. Mimi naomba tusifike huko. Tubadilike wakina baba. Turudie majukumu Mungu aliyotupa. Tuwalee hawa watoto, tutunze hizi familia zetu. Na naomba taraka na matengano ya wazazi yasiwepo. Zamani mimi nimelelewa katika familia ya baba alioa wanawake kadhaa. Mama yangu alikuwa kama watatu hivi. Sasa nimelelewa na mama wa ndoa wa baba. Alinipenda sana yule mama, na aliwaambia watoto wake, huyu aliyezaliwa kwenye ndoa hii ni wa kwangu. Na alinipa maadili mazuri. Kwa ajili ya muda, ngoja nisiendelee sana. Lakini nimalizie kwa kusema, wakina baba tutekeleze majukumu yetu. Sawa, kina baba tutekeleze majukumu yetu. Msikilizaji, leo tumezungumza kile ambacho kinatokea pale ambako baba anajitenga kwenye malezi ya watoto. Bila shaka lipo ambalo umelipata, lipo ambalo umejifunza. Wewe ambaye bado ni kijana, wewe ambaye ni mtoto umetusikiliza, wewe ambaye ni baba, wewe ambaye ni mama, yes, kuna namna ambavyo utachukua hatua na mtoto huyo kuondokana na ulemavu wa utii au yale ambayo ni athari ya kukosa malezi kwa baba. Hatuna la ziada, ni saa 4 kamili. Sports Review wanaingia mara hapa kwa ajili ya kukujuza kimichezo ya wiki nzima. Elizabeth Mtei nilikuwa hapa katika kipindi cha watoto wa Amsho. Mwalimu, asante sana kwa uwepo wako. Asante sana. Amen. Mungu akubariki msikilizaji, endelea kuitegea sikio 91.1 Revive FM. Yeah. Ndio mimi baba watoto wangu anarudi muda anaojisikia.